kukuona na kukuweka kwa vipimo ni ya muda. Mwanadamu kukuona anaona kwamba haufai ni ya muda. Hata wakati nafika unaingia kanisani hata hauna sadaka. Lakini mwanadamu kukuelewa kwamba hauna ni vigumu. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, Mungu anajua siri ya mwanadamu. Mungu anajua siri ya moyo wa mwanadamu. Wakati uko navyo anajua uko navyo. Kitabu cha Luka mlango wa 18 mstari wa 27. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Luka mlango ni wa 18 mstari wa 27. Mtu aseme amen. Nahitaji sauti ya mtu aliye hai kwa nyumba ya Bwana. Mtu aseme amen. Rejesha mawazo yako tukaweze kwenda pamoja, tukaweze kubarikiwa. Mtu aseme amen. Yanawezekana, yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana yote. Yanawezekana, 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 alipo Yesu yanawezekana. Mstari wa 27 maandiko inatuambia kwamba akasema yasiyowezekana kwa mwanadamu yawezekana kwa Mungu. Mtu aseme amen. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, watu wa Mungu, kwa Mungu yanawezekana. Unawezalia leo, mwanadamu anaweza kudharau leo, mwanadamu anaweza kuchekelea leo, mwanadamu anaweza kuita majina leo, lakini hajui ambayo Mungu amekuandalia kesho. Maandiko inatuambia kwamba kwa Mungu yanawezekana. Mwambie jirani yanawezekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yasiyowezekana kwa mwanadamu. Maana kwa mwanadamu ni vigumu. Kwa mwanadamu ni vigumu kuelewa. Kwa mwanadamu ni vigumu kujua kwamba yanawezekana. Kwa sababu naweza mwambia leo kwamba ninaona Mungu anatenda, na akakosa kukuwa na imani, akaona kwamba ni vigumu. Unaweza mtia mtu moyo ukamwambia naona Mungu anaenda kutenda, lakini akakutazama kwa mtazamo wa mwanadamu akaona ni vigumu. Lakini maandiko inasema ya kwamba kwa wanadamu ni vigumu, lakini kwa Mungu yanawezekana. Heri ulie leo, lakini kesho utacheka. Heri utarauliwe leo, lakini kesho utafurahia. Heri wakuite tasa leo, lakini kesho utaitwa mama. Heri ukataliwe leo, lakini kesho utakubaliwa. Heri wanadamu wakuongee leo, lakini kesho utaheshimiwa. Maana yasiyowezekana kwa wanadamu, watu wa Mungu, kwa Mungu yanawezekana. Amen. Haleluya. Ndio maana naimba wimbo ya kusema kwamba yanawezekana. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ni huruma ya Mungu tungekuwa jinsi tulivyo. Ni huruma ya Mungu tukaitwa watumishi wa Mungu. Maana ingekuwa kwa mtazamo wa wanadamu, wengi hatungekuwa jinsi tulivyo. Lakini kwa sababu ni rehema ya Mungu, wanadamu waliona haiwezekani. Wanadamu wakapanga mipango yao, lakini Mungu akaweka muhuri. Akasema mtaitwa watumishi. Akasema mtahubiria mataifa. Akasema mtaponya wagonjwa. Akasema mtafufua wafu. Akasema mtaamsha waliokufa. Nataka nikutie moyo leo, mwanadamu anayekuzusha moyo, nataka uamini inawezekana. Kuna mtu alikutabiria akasema hautaoleka. Nataka tuyakanushe hayo maneno siku ya leo kwamba yanawezekana. Kuna mtu alikutabiria akasema maneno kwamba utazunguka kazi hautapata. Leo yale maneno yanakanushwa, hiyo kazi utapata. Amen. Haleluya. Amen. Yanawezekana. Yes. Kwa mwanadamu ni vigumu, lakini kwa Mungu yanawezekana. Amen. Amen. Usione sijabarikiwa ukatani nitabaki hivyo, kwani kesho yangu ni Mungu anajua. Usione sijafanikiwa ukatani nitabaki hivyo, kwani kesho yangu ni Mungu anajua. Amen. 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 Ni ya muda. Kudharauliwa ni ya muda. Amen. Amen. Mwanadamu kurudisha maisha yako nyuma ni ya muda. Mwanadamu
Mwanadamu kukuona na kukuweka kwa vipimo ni ya muda. Mwanadamu kukuona anaona kwamba haufai ni ya muda. Hata wakati nafika unaingia kanisani hata hauna sadaka. Lakini mwanadamu kukuelewa kwamba hauna ni vigumu. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, Mungu anajua siri ya mwanadamu. Mungu anajua siri ya moyo wa mwanadamu. Wakati uko navyo anajua uko navyo. Wakati hauna anajua hauna. Wacha kujidharau. Wacha kusema watanionaje. Wacha kusema nitatarauliwa. Wacha kusema nitaitwa majina. Kwa Mungu yanawezekana. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Yanawezekana. Yes. Mtu aseme amen. Amen. Watu wa Mungu yanawezekana. Yes. Yasiyowezekana kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu ni vigumu. Lakini kwa Mungu inawezekana. Ni vyema tufuate Mungu. Yes. Tukifuata wanadamu tutaanguka. Tukifuata wanadamu wokovu wetu utakufa. Tukifuata wanadamu makanisani hatutaenda. Tukifuata wanadamu wokovu wetu utatarauliwa na wengi. Wenye mataifa watasimama wakiulizana huyo Mungu wao yuko wapi. Lakini nataka nikuambie leo, kwa Mungu yanawezekana. Ile mlima iliyokuwa imewekwa Mungu anabadilisha. Maana kwa Mungu inawezekana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanawezekana. Kuna kusonga. Kuna kusonga. Kuna kubarikiwa. Kuna kufunguliwa. Kuna kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliokuona na chini wacha Mungu akuweke juu. Amen. Waliokuona na chini wacha Mungu akuweke na juu. Tutembelee kwa hivi watu wakituona wanasema yenyewe imewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mwanadamu ni vigumu. Yes. Lakini kwa Mungu inawezekana. Mwanadamu anaweza kufunja moyo. Yes. Mwanadamu anaweza kukujeruhi moyo. Mwanadamu anaweza ongea jinsi anavyotaka. Lakini maandiko yanatuambia kwamba yes, kwa Mungu yanawezekana. Kumaanisha kanisa hili inawezekana kwa Mungu. Yes. Madhabahu haya inaweza ponya. Madhabahu haya inaweza ponya wagonjwa wakapata kupona. Yes. Kanisa hili inaweza hamisha milima. Kanisa hili inaweza wafufua wafu. Madhabahu haya yanaweza inua mtu. Maana kwa Mungu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Weka imani. Amen. Nataka nikuaje na ujumbe kwa masikio yako kwamba yanawezekana. Amen. Wewe ambaye umesoea unakongewa mlango, unadaiwa rent, watu wanakuja wanakukongea mlango, wanakuamsha mapema, rent inatakikana ilipwe. Nataka nikuambie leo, jitabirie kwamba yanawezekana. Wakati wa Mungu utakapofika hautakuwa unakongewa. Wakati wa Mungu utakapofika hata hao makiateka hutaona kwa milango. Wakati wa Mungu utakapofika watu wa Mungu tutaitwa wa baraka. Wakati wa Mungu utakapofika sisi wenyewe tutakuwa makiateka. Sisi wenyewe tutakuwa landlord. Tutaitwa majina makubwa makubwa. Yes. Haleluya. Amen. Kwa Mungu yanawezekana. Nasema hivyo kwa sababu gani? Huenda kuna mtu amekata tamaa. Huenda kuna mtu amevunjika moyo. Huenda kuna mtu amefika mwisho. Unajiuliza niende wapi, nitokee wapi? Ukafika mahali ukachoka na wokovu. Ukafika mahali hata ukikuja kwa nyumba ya Bwana hauna jambo la kumwambia Mungu, kwa sababu maneno ya wanadamu yamekufunja. Kwa sababu umesikia mambo mengi mpaka yamekutoa kwa msingi ya Mungu. Nataka nikuambie leo katika kitabu cha Luka mlango wa 18 mstari wa 27, maandiko inasema ya kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Pokea imani ya kuinuliwa. 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 Amen. Vita ni za Mungu. Ukikutana mambo mazito mwambie Mungu yanawezekana. Naona kwangu ni vigumu kuelewa. Naona kwangu ni vigumu kuchukua hili jambo Bwana, lakini naaminia wewe kwamba kwako yanawezekana. Mtu aseme amen. Kwa Mungu inawezekana. Amen.
Na kama yanawezekana kwa Mungu, wacha kuogopa. Kwa Mungu inawezekana, watu wa Mungu. Mimi nimeona Mungu na macho. Huyu Mungu nikisema nimshuhudie leo, mtalia machozi ya furaha. Kwa sababu wakati unatukanwa ukiitwa majina, Mungu anabadilisha hayo majina yanakuwa baraka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anakurushia mawe, chukua lile mawe, lisimamishe, lijengee nyumba. Mtu aseme amen. Mtu anapokurusha na maneno mazito, chukua yale maneno, ambia Mungu na iwe misingi ya baraka kwa maisha yako. Utaona wakihangaika, utaona wakiteseka, na Mungu anachulia baraka kwako. Watalialia na wewe Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Usicheze na watu wenye wako na neema na kusaidia ubarikiwe. Usicheze na mtu mwenye ako na neema. Usicheze na mtu mwenye ameitwa na Mungu, maana haujui makano yake na Mungu ilianzia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikakutana na mchungaji mmoja. Mchungaji amebarikiwa sana. Nikamwambia, mtumishi, niambie siri ya kubarikiwa. Akaniambia, mimi naitwanga Illuminati. Nikamwambia, niambie maana ya Illuminati ni nini? Akaniambia, nilipoanza huduma nilianzia chini, nikajeruhiwa, nikapigwa. Na wakati Mungu ilipofika, Mungu akamtumia tu mtu mmoja. Akakuja akamchengea kanisa. Mtu mmoja akakuja akambadilishia maisha. Na hiyo maisha ilipobadilika akaanza kuitwa majina. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakubaliana na mwimbaji Nikoni aliyeimba. Akasema ya kwamba hata ukikuwa tumukonde utaongelelewa. Ukinona utaongea. Ukikonjeka utaongea. Umekufa umeko kwa mjanga. Kitu kubwa tufanye nini? Songa mbele, watu wa Mungu. Hata uitwe majina ufanyiwe nini, yasikuvunje moyo wako. Wewe songa mbele. Amen. Ati kamekuanga tu hapa. Aki kamekuanga tu hapa. Siku hizi kamechapaka tu mafuta mpaka mafuta imekabadilisha aka mama. Sasa wanaanza kubadilisha maneno. Siku hizi yani kamekuanga tu hapa, siku hizi kimenona hivi. Yani kuna mtu ameona hapo tofauti. Kalikuanga tu hapa, siku hizi huyu mama amenona tu. Yani siku hizi hata tunashangaa na huyu mama. Wewe songa mbele. Maneno ya watu yasikuvunje moyo. Wewe songa mbele. Amen. Kanyaga. Wape fundi vumbi. Hao watu wapatie vumbi. Kanyaga, wape vumbi mpaka wajue kuna Mungu. Hapana kucheza na mtu kunyima. Wewe wapatie watu vumbi. Wewe tafuta tukari mizi, wewe nyorosha mwili yako, patia watu vumbi. Tembea kanyaga, wakikuona sema kimama siku hizi hiyo mafuta imemkubali, hiyo nywele imemkubali, nguo anafaa inamkubali. Hapo wanaanza kuongea maneno tofauti, kila kitu imemkubali. Sababu wakati una shida wanakuongea, wakati umenona wanakuongea, wakati umebadilika na kuambia wewe songa mbele. Amen. Kama leo asubuhi nimepima nikakonga 135. Nikasema ninaambia Yesu, wewe songa mbele. Nimeikajakia hivi. Mtu akaniuliza uko sawa, nikamwambia hata sijakula asubuhi. Kwa sababu kali unapopata amani, mtu akikupika vita, chukua hizo vita, fanya kusikwe baraka. Analia na wewe unabarikiwa. Unanona na unakonda. Wewe songa. Watu wasema amen. Nani ako na 105 kilo? Ako na maana iwa Mungu yanawezekana. Yao unasimama kwa ratili hivi mpaka inatimika hivyo, unasema maana inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu, watu wa Mungu, yanawezekana. Na lazima umwambie shetani, songa, mimi nipi? Pana stress. Stress wacha ushako. Wamama wa ushako wakikosa kuni wanakosa kitu ya kupika na unga iko. Wewe wacha stress Nairobi, ulikuja kutafuta, weka amani ndani ya moyo, wewe songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Petro akasema, tazama sisi tumeviacha vitu vyote na kukufuata. Petro akamwambia Bwana, sasa wewe unasema inawezekana, na sisi tumeacha tu vitu vyote na tumekufuata. Haleluya. Hata hapa kuna wachungaji wanakaa hivi sasa hivi wanaulizana maswali. Na yule reverend anasema kuna 135 na mimi nilikuwa na 70 sasa hivi kuna 52. Ukweli yanawezekana? So unaona wananiangalia. Yaani wanaulizana maswali sasa, tamani huyu mahali. Sasa yeye kiwe yake inaongezeka na sisi zetu zinapungua. Aka Petro akamuuliza Yesu, akamwambia tumeziacha vyote hapa tumekufuata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka watu tukue na imani.
Maana kwa Mungu inawezekana. Amen. Amen. Huyu ni Petro, hata hapa mapetro wako. Mtu anatoka leo anaenda kupima yake kwa 135 na mimi ndio niko na 35. Dunia yote imeenda. Mtu aseme Bwana Yesu asifiwe. Tumeviacha vitu vyote na kukufuata. Akawaambia, hakika nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au asikisa hapo mzuri. Akaambia kina Petro. Maana Petro alimwambia Yesu, Baba, tumeziacha vyote, tumekufuata. Maana maandiko yanatuambia kwamba yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akasema kwamba hakuna mtu aliyeacha. Ni nini hiyo aliyeacha? Na akamfuata Bwana. Wacha tukaweze kuona siku ya leo. Akamwambia, hakika nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wasasi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anaweza acha hivi vyote kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Ni vigumu, watu wa Mungu. Ni vigumu. Sio rahisi vile unafikiria. Sio rahisi vile unaona, watu wa Mungu. Ni vigumu. Maana maandiko inasema yanawezekana. Kwa mwanadamu ni ngumu, lakini kwa Mungu yanawezekana. Na Petro akamwambia Yesu, Baba, tumesiacha vyote, sisi tumekufuata wewe. Na Yesu akamwambia, wacha nikwambie ndugu, hakuna aliyeacha nyumba yake au mke wake au mali yake kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunaendanga kazi? Si kazi iende Mungu ape mwenyana. Wangapi wanaendanga kazi? Unajua naongea kichoki na utashtuka kesho ukienda wanakuambia enda ukae kwa nyumba miezi 2 alafu utaitwa. Na mwenye hakuwa na kazi next Sunday anakuja. Haleluya. Mlembele mkana. Nashukuru Mungu. La Sunday ni mpasta alituombea na nashukuru Mungu nimepata kazi. So unajua yako sasa ndio itakuwa imeenda. Wangapi tunaendanga kazi? Ndio muone maajabu hapa. Thank you Jesus. Wangapi tunatoanga fungu la 10? Unaona vile zinaanza kupungua? Hapo sasa na wacha nikuibie siri. Ukiwa uko na kazi na unakulanga yote, jua inaingia kwa mfuko yenye imetoboka toboka.